Yes, leo ni tarehe 18 mwezi wa 4 mwaka 2025. Imesalia siku moja pekee kuelekea kwenye mchezo mkubwa, mchezo wa hatua ya nusu fainali katika mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Wadau, wapenzi na mashabiki mbalimbali wanasubiria mchezo huo, kwa sababu kwa hapa nchini Tanzania timu ni moja tu ambaye inaiwakilisha taifa letu na East Africa kwa ujumla katika mashindano ya kimataifa, na huyo sio mwingine ni klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Wote tunajua kwamba katika hatua ya robo finali walikuja na hii tunavuka, na hakika wakaonyesha maajabu katika dimba la Benjamin Mkapa. Mnyama Simba akaachwa kuitwa mwaka robo na akaingia katika hatua ya nusu finali. Sasa hivi anaenda kutafuta nafasi ya yeye kuandika historia nyingine ya kucheza finali, kwa sababu tunajua katika haya mashindano ukitumia nafasi ya kucheza nyumbani kwako vizuri, basi moja kwa moja utaenda kuingia kwa hatua nyingine, kwa sababu mnyama Simba kama akiweza kupata mabao mengi katika dimba la New Amani Complex, basi moja kwa moja anaweza kujitengenezea nafasi huko South Africa, ambako yeye ataenda kucheza mchezo wa pili siku ya tarehe 27 ili aweze kupata urahisi. Kama akishinda mabao 4-3, basi anaweza kwenda kuchakata karata zake na yeye kwenda katika hatua ya katika hatua ya finali. Lakini wakati huu ambao nazungumza wewe, watu walikuwa wanazungumza kwamba je, Stellenbosch watawasili siku gani? Stellenbosch wataingia muda gani nchini Tanzania? Na wakati unavyozungumza na wewe, kama umeweza kupita kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, umeweza kuona picha ambazo zinaonyesha kikosi cha Stellenbosch tayari kimeshawasili visiwani Zanzibar kwa lengo la kuwavaa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Mchezo huo utafanyika majira ya saa 10 huko katika dimba la New Amani Complex visiwani Zanzibar. Kwa hiyo miamba tayari imeshatua nchini na iko fiti kweli kweli. Ukiangalia namna ambavyo wanaonekana, unajua kabisa kwamba mnyama Simba na kocha Fadlu Davis inabidi aingie na mfumo dume, mfumo ambao utaenda kuamua hatima ya mnyama Simba kwenda katika hatua ya finali. Kama unavyoweza kuona picha ambazo zinaonekana hapo juu, au ni wachezaji wa Stellenbosch ambao wameweza kuwasili katika uwanja wa ndege wa Zanzibar Airport kwa lengo la kuja kupambana na mnyama Simba. Wewe nini matumaini yako kuelekea kwenye huu mchezo? Unaiona nafasi ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kuvuka na kwenda katika hatua ya finali, ama ni vipi? Kwa sababu wenyewe wekundu wa Msimbazi Simba wameweza kuweka bayana kwamba hii hatuishi hapa, manake direct kabisa wao wanaitaka finali ya mashindano haya ya kombe la shirikisho barani Afrika. Na kama wataingia finali, basi nataka nikukumbushe kwamba finali yao mnyama Simba anaenda kuanzia ugenini, na mwisho wa siku mchezo utakuja kumalizikia katika dimba la sijui itakuwa dimba la Benjamin Mkapa au New Amani tena, kwa sababu dimba la Benjamin Mkapa lipo chini ya uangalizi, kwa sababu sasa hivi unafanyia marekebisho ya hapa na pale ili uwanja pichi uweze kuwa bora kabisa. Wewe nini matumaini yako? Basi niandikia comment yako hapo chini, ila kikubwa ambacho nitaka nikujulishe kwamba kikosi cha Stellenbosch tayari kimewasili visiwani Zanzibar kwa ajili ya mchezo wa siku ya Jumapili ya tarehe 20, ambao wao ndio wageni, lakini wenyeji wao ni wekundu wa Msimbazi Simba, na wao ndio tayari wamesharipoti kule tokea majuzi hayo. Wanasubiria tu namna vitu ambavyo vitakwenda. Tuandikie comment yako hapo chini. Jina langu ni Maunga Junior, hii ni Mpenja TV. Siku zote sisi tunazungumza michezo, nitahakikisha na kuletea update na matukio yote ambayo yatakuwa yanajitokeza kutokea huko visiwani Zanzibar. Lila kikubwa mimi napewa nguvu na Mandasi Store, au jamaa wauzaji wa simu na wakopeshaji wa simu. Kwa hiyo kama ulikuwa unajiuliza una pesa yako kidogo, namna gani wewe utaweza kumiliki simu, basi nikwambie Mandasi Store wapo kwa ajili ya kutatua hilo tatizo lako ambalo wewe linakusumbua. Unachotakiwa kufanya, uwe na vitu viwili tu. Uwe na pesa ambayo ni ya kianzio kama wewe unataka kwenda kukopeshwa simu, lakini kama una hela cash unaweza kwenda naye pale na ukapatiwa simu kutokana na pesa uliyokuwa nayo. Kwa hiyo ukishaenda pale na hiyo pesa yako kidogo, uwe na namba ya NIDA tu. Kingine ambacho unachokitaji, kufika pale uetoa pesa yako, utapewa simu kutokana na pesa uliyotoa, then utakuwa unalipa kidogo kidogo mpaka pale ambapo wewe utamaliza hilo deni ambalo wenyewe mmeshawekeana, kama utakuwa mwaka ama utakuwa miezi 6. Ni namna tu na wewe unavyolipa na mfuko wako namna ambavyo unaruhusu. Ni hayo tu, nikutakia ufuatiliaji wa vipindi vingine kutokea hapa Mpenja TV. Mimi ni Maunga Junior, sisi tunazungumza